katika nyakati za mwisho, historia imebaki na jina la Yerusalemu. Kwa Yerusalemu ilifutika, Yebusi ilifutika, na tukapata mji wa Yerusalemu. Na sasa mji wa Yerusalemu ndipo matukio kadhaa yalifanyika. Torati 16:16 nasema mara 3 kwa mwaka. Na inaposema mara 3 kwa mwaka, kila safari ya taifa la Israeli ilikuwa na tukio tofauti. Anaposema mara 3, ina maana tulikusanyika mara 3 ndani ya mwaka mmoja kwa makusanyiko maalum. Na tukio la kwanza Israeli ilipokusanyika, ilisimama katika kilele cha sherehe. Na sherehe hizi zilikuwa ni sikukuu za mikate isiyotiwa chachu. Na hiyo inapatikana katika Kutoka sura ya 12. Hii sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa ni ukumbusho wa taifa la Israeli kwamba mliishi katika makano ya Farao kwa miaka zaidi ya 400. Na kwa sababu hiyo Mungu aliwatoa katika mikono ya Farao. Ndani ya safari yenu msije mkasahau alama iliyowekwa ya ukombozi, si katika nguvu za wanadamu, lakini katika nguvu za Mungu mwenyewe. Kwa sikukuu hii ya mikate isiyotiwa chachu, Israeli walisherehekea wakikumbuka ukombozi kutoka katika nchi ya Misri, ukombozi kimwili, ambayo ilikuwa ni simbo ya ukombozi kiroho. Kwa hiyo kila siku Israeli waliagizwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Hii ilisherehekewa. Kwa nini? Kisa cha ukombozi. Kwa hiyo hii ni sikukuu ya kwanza. Lakini mara ya pili kulikuwa na sikukuu za majuma. Na hapa yalikuwa ni majuma 7. Na haya majuma 7 wengine waliita sikukuu za majuma, na wengine malimbuko na kadhalika. Lakini ndio sikukuu ya majuma. Baada ya sikukuu za mikate isiyotiwa chachu, Israeli alihudhuria majuma 7 kama sikukuu za malimbuko, sikukuu za majuma. Na hizi sikukuu zilitengeneza siku 49. Na ndio maana siku ya 50 walipokuwa wakihitimisha hizi sikukuu waliita Pentekoste. Na hii ilikuwa ni katika Agano la Kale. Kwa hiyo wanapoita Pentekoste, Agano la Kale, ndio hii ambayo inakuja katika Agano Jipya, kwamba Yesu alipofufuka aliishi duniani kwa siku 40. Lakini alipoondoka akakaa mbinguni kwa siku 10, Roho akamwagwa. Kwa hiyo inapoitwa siku ya 50 ilimaanisha Pentekoste. Na mfululizo wa hizi sikukuu zilikuwa zinatupeleka katika siku ambayo tunapaswa kukumbuka yafuatayo. Kwanza, katika kivuli cha haya matukio, hii Pasaka ilikuwa ni siku inayotuambia Israeli iliokolewa kutoka katika nchi ya Misri dhidi ya mikono ya Farao. Ni ishara ya ukombozi kimwili. Na hii ndio revolution ambazo zilikuwa zinafanyika kama Afrika ilivyofanya na kupata uhuru kutoka katika mikono ya wakoloni. Kwa hiyo unapoona Disemba 9 taifa likisherehekea ukombozi, uhuru, ni kwa sababu wakoloni wamekosa nguvu ya kuendelea kuwashikilia. Na taifa limeondoka. Nyerere ameweka bendera ya Tanzania katika mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo hii inapokumbukwa, ndicho hiki kinachofanywa, kwamba tumetoka katika mikono ya utumwa, tuko huru. Pasaka ilisherehekewa. Na hii ilikuwa ni ukombozi si tu kimwili, ni ishara ya ukombozi kiroho.
Lakini tunapokuja sikukuu iliyofuata ya malimbuko, ilikuwa ni sikukuu ambayo ilitupatia hitimisho la siku 49 kwenda siku ya 50. Sasa mfululizo wa haya matukio Israeli alipokuwa akisherehekea yalitupeleka katika tarehe moja inayoitwa tarehe 10 mwezi wa 7. Haya matukio mawili yalituandaa kwa ajili ya siku moja, sio sikukuu, lakini yalituandaa kutupeleka katika tarehe moja iliyoitwa tarehe 10 mwezi wa 7. Hii ilikuwa ni sikukuu, ni siku ya hukumu. Kwa hiyo Israeli amesherehekea moja, Pasaka. Kimwili meshinda, metoka katika makwano ya Farao, lakini kiroho dhambi imeondoka. Lakini tunaposherehekea matendo makubwa ya Mungu kwa siku 49, siku ya 50 ilikuwa ni Pentecost. Na haya yalitengeneza twende katika mtiririko wa tukio lililoitwa siku ya hukumu. Na siku ya hukumu Israeli wao waliita Yom Kippur. Yom Kippur ilikuwa ni siku takatifu, siku ya upatanisho, the day of atonement, at one meant. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni mtu na Mungu wake. Atonement, siku hii ya Yom Kippur ilikuwa ni siku hatari katika Israeli. Hizi nyingine walisherehekea, tumetoka katika nchi ya Misri, sisi hatuna tena dhambi, sisi hatuna tena utumwa wa kimwili. Lakini siku kuu ya hukumu, Yom Kippur, ilikumbukwa kama siku ya kukata hukumu, siku ya kujibu ikiwa maisha yetu yalitumika katika njia ya Bwana au dhambi ilipata nafasi katika safari ya maisha ya watoto wa Mungu. Licha ya Pasaka, licha ya malimbuko, je, hivi tunavisherehekea wakati dhambi ikiwa ni sehemu ya maisha yetu? Kwa hiyo tuliletwa katika siku iliyoitwa Yom Kippur, na hii ndiyo siku ya hukumu. Na hii nitaka kuamua, je, hii baraka za Mungu zimetusaidia tumetengana na dhambi, au tunasherehekea matendo makubwa ya Mungu wakati dhambi ingali katika maisha yetu? Na siku hii hakuna aliyevuka akiwa na dhambi. Kwa nini? Siku hii wote waliopata kuivuka waliendelea kuishi. Siku hii pumzi haikuisha, bando la uhai liliendelea kuongezwa katika maisha yao. Hii ilibaki kuwa swala la kila mmoja kujichunguza. Kwa hiyo pumzi haikuondoka. Hii ilikuwa ni kwa faida ya taifa la Israeli, na Mungu alikubali kuongeza bando la maisha ya watu hawa kwa sababu walijua makusudi ya kuitwa kwao. Hawakuweka taasisi ya kiroho kuwa mahali pa kushangilia uovu. Ilikuwa ni mahali pamoja na baraka Mungu alizotupa, ilikuwa ni siku ambayo ilikwenda kuchora mstari kati ya watakaoendelea na watakaobaki. Na Mungu alitazama na kuridhika kuyaona yafuatayo. Israeli, makaburi yalijaa, misiba iliendelea kuwa mingi siku hii. Kwa nini? Wale wote ambao hawakuwa wameiacha dhambi, wale ambao mambo ya Mungu yalikuwa ni mazuri tu, hawakuona thamani ya maisha ya usafi, wale ambao dhambi ilikuwa inavutia, waliendelea kushikilia kaida za kidini, wanaabudu Pasaka, wanasherehekea ukombozi kimwili, lakini kiroho bado walikuwa na maisha ambayo dhambi ilikuwa na nafasi katika mioyo yao. Wale ambao kwa sababu zozote zile waliipenda dhambi kuliko mpango wa ukombozi, wale ambao waliona ni vyema kuendelea kuua wanyama
kutoa sadaka asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Wanaua wanyama, sadaka zinatolewa, lakini mioyo haijatolewa kwa Kristo. Yom Kippur ilikuwa ni danger day, siku ya hatari kwa taifa la Israeli, watu wa Mungu na kanisa la Mungu. Ilikuwa ni siku familia nyingi zilizika ndugu zao, wale ambao kuweza kukatisha katika mstari wa siku ya upatanisho. Ndio inaitwa Yom Kippur. Siku hii taifa la Israeli lilipungua, raia wake walizikwa, washiriki wa kanisa walizikwa, makuhani walizikwa. Kila mmoja ambaye dhambi ilikuwa kwake hakuvuka ule mstari. Ilikuwa ni siku ya kanisa la Mungu kuzika ndugu zao, wale ambao kuweza kukatisha katika siku ya upatanisho. Urim na Thumim mara hii ziliwaka, iliangaliwa sana, na kuhani aliingia katika patakatifu pa patakatifu. Na anapoingia patakatifu pa patakatifu aliangalia sana katika lile sanduku. Bawa la kulia liliponyoshwa, mwanga mkuu uliangaza katika lile hekalu. Lakini bawa la kushoto lilitengeneza kivuli kizito kwamba kuna watu ambao huduma inaendelea lakini walibaki kuwa na dhambi. Na hapa kuhani alipotoka katika hekalu, wale wote ambao hawakujibidisha kwa ajili ya dhambi zao, sadaka walizotoa mwaka mzima ziweze kukubaliwa, ni kana kwamba walitupa masadaka yote yaliyotolewa, wanyama wote, kana kwamba ilikuwa ni hasara. Na lile bawa la kushoto lilipoweka kivuli, kuhani alitoka, na Urim na Thumimu zilionyesha ishara ya kwamba kuna dhambi katika Israeli, na kila Israeli alipaswa apatane na Mungu. Jambo hili halikuwa agizo la mwanadamu, wala hakuna uzuru uliokubalika. Wote walipaswa kuhudhuria na hukumu ikatolewa. Ikumbukwe katika siku hizi makao yake yalikuwa Israeli, yalikuwa Yerusalemu. Na sherehe hizi zilipokuwa zinaendelea, ndizo sherehe ambazo zinafanyika katika kipindi kile, ndizo sherehe zinazofanyika kwa sasa, kuanzia mwezi wa 7 kuelekea mpaka wa 10. Na unapofika katika miezi hii, tukio lililokuwa linafuata baada ya tarehe 10 mwezi wa 7, Yom Kippur, tukio lililofuata tarehe 15 mwezi wa 7 ndio ilikuwa sherehe ya 3, ambayo ilihudhuriwa baada ya mchujo. Ni nani atakayehudhuria katika kambi? Sikukuu za vibanda ziliitwa. Mara hii ni wale tu waliovuka katika mstari wa Yom Kippur, siku ya upatanisho, ndio waliovuka na kwenda katika sikukuu za vibanda. Hakuna aliyekwenda kwenye sikukuu za vibanda akiwa bado ana uzoefu wa Misri. Hakuna ambaye alienda bado ana upendo na maisha ya Misri. Hakuna aliyehudhuria kule, maana siku ya hukumu ilipopita, Israeli wote wenye dhambi walifutiliwa na makaburi yalipangwa katika maeneo ya makaburi. Israeli yamefukiwa, waliosalia waliitwa kuhudhuria katika sherehe ya mwisho iliyokuwa inawakumbusha ya kwamba baada ya dhambi kuwa imefutwa duniani, tutakuwa na kambi mbinguni. Kwa hiyo wakaitwa kwenda kuhudhuria. Sikukuu hii ilifanyika kuwa tukio la kufurahisha. Ilitokea tu baada ya sikukuu, siku ya upatanisho. Na hapa Israeli walihudhuria wakiwa na uhakika wa mambo mawili. Jambo la kwanza, tuna uhakika ya kwamba Bwana si tu kwamba ametupa chakula katika malimbuko, si tu kwamba tunasherehekea Pasaka, ukombozi kimwili, lakini tuna uhakika ya kwamba mahusiano yetu na Mungu yamethibitika. Bwana amekubali matembezi yetu, amekubali sadaka zetu, amekubali huduma zetu. Kwa hiyo walipoitwa siku kuu hii kwenda katika siku ya makambi, ilikuwa ni mahali pa makusanyiko, lakini Yerusalemu ilipohudhuriwa
katika siku hii watu walikuwa na uhakika ya kwamba si tu ni washiriki wa kanisa, lakini ni washiriki wa kanisa la mbinguni. Na Bwana amepitisha katika vitabu vyake, ametoa orodha ya watakaohudhuria. Na hii ilipendeza sana. Ndio maana Israeli nyakati hizi, Zaburi 34 ilikumbukwa sana kwao. Malaika wa Bwana hufanya kituo. Walihama wote, diaspora wote wametoka Palestina, wote wametembea Galilaya, wanakuja hapa Yerusalemu. Na wanapofika katika eneo hili, maandiko yanaonyesha kwamba wakiwa katika eneo hili, hawa walikuwa watumwa wa Misri. Wanayaacha makazi yao kwa siku 7. Ni nani atakaye tunza biashara zao? Ni nani atakaye tunza nyumba zao, mali zao? Ndipo fungu hili lilikumbukwa sana. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Israeli wakienda, nguvu ya Mungu iliweka kizuizi kwa maadui. Hakuna biashara iliyoharibika. Ni siku ya tarehe 15 mwezi wa 7 walioweza kunusurika katika siku ya tarehe 10. Ndani ya siku 5 zilitosha kujiandaa kwa ajili ya mikutano ya ibada. Hawa walichujwa, wanaonekana wanaweza kutembea kwa faida katika dunia, hivyo waliitwa kuhudhuria. Ziko sababu. Si tu dhambi zinasamehewa, si tu kwamba tumekubalika kwa Mungu, si tu kwamba mashamba yamevunwa, si tu kwamba chakula cha kutosha, lakini magara yamejaa chakula. Ilikuwa ni siku ya pekee kimwili. Bwana ametupatia chakula. Kwa hiyo makambi sio tu sikukuu za kiroho, lakini pia tunasherehekea katika baraka alizotupatia Mungu. Malize kwa kusema, ndipo wazo kuu linasema, kama Pasaka, sikukuu ya vibanda ilipaswa kuwa kumbukumbu. Kwa nini? Kwa kukumbusha maisha ya hija, safari ya hawa Israeli jangwani. Wameacha nyumba zao, wameenda kukaa kwenye vibanda, wameenda katika mabandari, wamekaa huko, wametengeneza miti, wamekata mitende, wamejenga vibanda. Hapa ndipo wazo kuu linakuja, nitakwenda nikimtumainia Yesu. Nitakwenda nikimtumaini Yesu. Mambo ya Lawi inasema mtashika sikukuu ya Bwana muda wa siku 7. Kwa hiyo ili vizazi vyenu vipate kujua, na aliwaketisha wana wa Israeli. Wapendwa, tutakaa hapa wakati mwingine. Mazingira yanaweza kuwa ni magumu. Hali ya hewa inaweza kuwa ni ngumu. Chakula kinaweza kuwa si kizuri. Mlikaa hapa, lakini ilikuwa ni ishara ya kwamba iko nchi ya ahadi iliyo bora mnayoiendea. Wakati mwingine kutakuwa na changamoto katika mikutano hii. Hii inatuambia, ramani inaonesha hapa si kwetu pa ahadi. Hapa ni sisi tu wapitaji. Kwa hiyo wakati mwingine hali ya hewa inaweza siwe nzuri. Mazingira yanaweza siwe mazuri. Unapanga foleni ili upate chakula. Safari hii ilikuwa inaonesha tunaenda katika nchi iliyo bora zaidi. Na hivyo walipokuwa wakisafiri kwenda katika nchi iliyo bora, sikukuu ya vibanda, E.G. White akiandika anasema, sikukuu ya vibanda haikuwa tu ukumbusho kwamba Israeli walisafiri jangwani. Haikuwa ukumbusho, anasema haikuonesha tu ya kwamba wametoka jangwani, lakini ilikuwa ni karamu iliyosherehekea kukusanywa kwa matunda ya dunia. Ndipo wakati fulani Biblia inasema Israeli atafurahia wakati huu ya kwamba watakao kusanya miganda wakarudi wakishangilia Bwana alivyowajalia baraka katika maisha. Na hivyo Israeli alipokusanyika hapa, alionyesha baraka zote hizi, si tu mfano wa yaliyopita, ilikuwa ni mfano wa yatakayokuja siku za usoni. Si tu kwamba dhambi zimesamehewa, mavuno yamepatikana, mahusiano la, si tu kwamba, na E.G. White anasema, bali
ni kuliweka wazo la marejeo ya Kristo kuwa bichi akilini mwetu. Kwa nini? Lamani inapoonesha hapa sio nyumbani. Utakaa kivulini, utakaa juani, utafanyaje? Yote haya yanasema hapa si nyumbani. Na hili kambi limeitwa ili kutukumbusha wazo la marejeo ya Kristo. Anasema nitakwenda nikimtumainia Yesu. Ndiye anayesema msifadhaike mioyoni mwenu. Nini? Ajenda iliyokaa hapa ni marejeo ya Kristo. Wazo la marejeo ya Kristo limekuwa kavu sana. Na ni kama kwamba hotuba baada ya hotuba, mwaka mzima, yawezekana tumejadili sana uwakili, tumejadili sana MK, tumejadili sana makambi, tumejadili sana net event, tumejadili sana Pasaka, tumejadili sana majengo, tumejadili sana kila kwaya na kadhalika. Yawezekana hayo yakabeba usikivu wa kanisa. Na hata kanisa linasifiwa sana kwa kwaya nzuri, linasifiwa sana kwa utume, linasifiwa sana kwa uinjilisti, linasifiwa sana kwa makambi mazuri. Lakini wazo la marejeo ya Kristo linawezekana mwaka umeisha, hatujazungumza hotuba maalum ya Yesu anakuja na tufanye nini. Yawezekana haya mengine yamevuta usikivu, na ndiyo yaliyotufanya tunaonekana ni viongozi wa kanisa, lakini hotuba ya marejeo ya Kristo ikaachwa kando. Kwa hiyo makambi yapo kutufanyeje? Kuliamsha wazo la marejeo ya Kristo. Kila mwaka Israeli alikumbushwa, ni desturi. Kumbuka, kutakuwa na tofauti kati ya wale watakaohudhuria tangu mwanzo mpaka mwisho. Hautabaki kama ulivyokuja. Wazo hili kwa wengine limekuwa kavu sana. Ndio maana hadhi ya makambi imepotea. Imekuwa ni social clubs, ni social gathering. Nini? Wazo limepotea. Mwisho Israeli alisafiri miaka 40, alifika Kanaani. Miaka zaidi 2000 imepita, hatujafika katika Kanaani ya mbinguni. Kuna shida gani? Waebrania anapohitimisha anasema 9:28, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao. Atatokea tena mara ya pili. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena. Atatokea pasipo dhambi. Nimalize kwa kusema hivi. Yom Kippur ilifuta kila aliyekuwa na dhambi kuhudhuria katika kambi. Yom Kippur, ile siku ya tarehe 10 mwezi wa 7, ilifuta kila aliye na dhambi. Hakuweza kuhudhuria katika kambi. Atatokea pasipo kuwa na dhambi. Kipindi tunachoishi ni kipindi cha upatanisho. Majina yanakubaliwa, mengine yanakataliwa. Ndicho hiki tunachoendelea. Sasa hivi mbingu inaita majina, inayakataa, inayakubali. Huyu atahudhuria mikutano yote, lakini alishakataliwa. Ndio maana sensi ya marejeo ya Kristo itapotea mioyoni mwa washiriki. Si kitu cha kawaida kwamba siku inaweza ikaisha kujatafakari habari ya kwenda mbinguni. Si kitu cha kawaida. Na wengi tumeaminishwa kubaki duniani kuliko kwenda mbinguni. Lamani inaonesha hapa sio nyumbani. Na kwa sababu hiyo makambi yapo kuamsha wazo hili. Na ndio maana unapaswa kuwashwa na wazo la marejeo ya Kristo. Unaposafiri asubuhi na mapema, mzee Kadio, unaondoka kwenda Dodoma, na unaenda Ulituaga na kwenda Dodoma kwa SGR. Saa 12 SGR inaondoka. Inakwambia masaa 2 wewe umefika. Kwa hiyo saa 10 unapaswa kuwa pale. Kwa unapomsubiria taxi driver
ili akukimbize pale. Umeita board, unawashwa kila saa, nisije nikachelewa. Wanaowashwa na marejeo ya jambo la msingi huairisha mengine. Ili ufike saa 10 lazima ujue umeisha kata usingizi mwingi. Lazima uairishe mengine ili uweze kufika. Kwa hiyo unapoona amechelewa unapiga, bwana uko wapi? Maana dakika zangu zinaisha, napaswa kuwa kwenye SGR. Kwa marejeo ya Kristo yanapokaribia, dakika zinapoenda, ndivyo zinavyotupa hamu ya kusubiri marejeo, ikiwa amefika kutuchukua au la. Wanaosubiri lazima waairishe mengine ili wakute wakiwa tayari. Iko mibaraka mingi kulingana na kikombe chako katika mikutano hii, lakini ombi kubwa liwe, Bwana amsha hamu ya marejeo yako katika mioyo yetu. Hamu hiyo imepotea. Tunaimba, tunahubiri, lakini hatuna hamu ya marejeo ya Kristo. Bwana amsha wazo hili tena. Andaeni watu, alikeni watu, njooni. Bwana atutie nguvu, hasa tunapomtumainia katika safari hii. Amsha wazo, leta hamu ya marejeo ya Kristo. Wale walioingia katika kanisa hili, karibuni sana. Hii ni mikutano ya makambi. Ipo kuamsha tu wazo ya kwamba Yesu anakuja. Pamoja na yote, hakuna kinachoenda mbinguni, ni sisi tunaenda. Amsha wazo hili. Maisha yanaisha katika, hatuishi duniani. Msifikiri mmekuja kuishi hapa. Maisha yalishakatwa, hakuna kuishi duniani. Kipindi tulicho nacho tumepewa kutafuta namna ya kwenda kuishi. Na ndio maana leo unakufa, kesho haupo na kadhalika. Yaani hatuna thamani hapa duniani tena. Ila tumepewa link ya kutafuta namna tutakavyoishi mbinguni. Kwa hiyo tuko hapa, wazo liwe hai. Tathmini maisha yako kati ya mpango wa Mungu na kile kilichofanyika kwa ajili yako na kile unachokiishi. Amsha wazo. Njoo Yesu tuchukue. Muda umekwenda, lakini Bwana aliamsha wazo hili katika mioyo yetu. Anakuja haraka. Jiandaeni, msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa jina la Yesu, amen. Sabato njema watu wa Mungu. Basi tusimame na wimbo namba 159, anakuja upesi. Tumaini, sogea hapa ili uweze kutuongoza katika wimbo huo. Na mara baada ya wimbo huo, mchungaji atatuletea ombi la kufunga ibada yetu ya leo, na kisha kama nilivyosema tutakaribisha matangazo. Anakuja upesi, Kristo Bwana wetu. 159, anakuja upesi. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena, amina na uje Bwana. Yuaja Yesu, atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na mamili wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Hatutatengana na hao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika
kila kabila, miguuni pa mwana kondoo. Yu aja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Haleluya, amini, haleluya tena, upendo wake unashinda. Tutamsifu milele hata tutashanga jinsi alivyotukomboa. Yu aja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Yu aja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. 1844 Kristo aliingia katika patakatifu. Patakatifu ni fedhi ambayo iliitwa upatanisho. Kwa hiyo tangu siku hiyo walioko nje katika hekalu la Israeli walipaswa kujibidisha ili atakapotoka awakute wakiwa wamekubaliwa. Kwa hiyo tangu mwaka huo kanisa lilipaswa kujibidisha, kujitesa, kuhangaika ili sadaka na huduma zao zikubaliwe katika patakatifu pa mbinguni. Tunapojipima katika safari hii, yawezekana alipotoka kulikuwa na kilio, na atakapokuja kutakuwa na kilio. Kwa huduma hiyo inakaribia kufungwa. Wapendwa, niwatie moyo, ni saa ya kujichunguza ikiwa maisha yetu yanaendana na ile huduma anayoifanya kwa ajili ya wale watakao ruhusiwa kuingia katika kambi la mbinguni. Mungu atusaidie mianzo ya kambi hili ikawe ni alama ya ushindi kuelekea kambi la waliokombolewa. Kwa jina la Yesu, amen. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, safari ya mwaka mzima tumetembea. Tunapojipima au kuwekwa katika mizani ya mbingu, tunapungua sana. Lakini basi imekuwa ni heri tena na baraka kwetu kutupatia nafasi nyingine tena ya kuhudhuria katika mikutano hii. Mahali utakapoamsha wazo la marejeo linalong'aa sana akilini mwa watoto wako, hasa dhambi inapowekwa kando. Na hivyo fufua wazo hilo akilini mwetu. Fufua hamu ya marejeo yako mara ya pili. Fufua kupenda safari ya imani. Fufua kuichukia dhambi. Fufua moyo wa watoto wako watakaoshirikiana kwa pamoja na kutiana moyo kwa ajili ya safari ya milele. Mengi yanayofanyika katika uso wa dunia haya tusaidie kusogea mbele. Tukinge na kila hatua zinazoturudisha nyuma, mazoea na dhambi, mazoea na mambo ya kiroho, mazoea ya ibada zisizokuwa na mabadiliko, zinazofukia mawazo yetu juu ya ujio wako mara ya pili. Ikiwa mambo ya dunia yamevuta sana usikivu akilini mwetu, katika kambi hili hatuna namna tutakavyoweza kuokolewa, isipokuwa tumaini letu tunaliweka kwako. Ututengeneze katika mikutano hii. Kila nyimbo zitakazoimbwa, kila neno litakalosemwa
kila semina itakayoendelea ikatusaidie kufufua wazo la marejeo yako mara ya pili. Tuandae vyema kwa ajili ya ujio wako. Asante Mungu, katika mikutano hii tufunike kwa uwepo wako. Bariki wahudumu wetu wanapojiandaa kuja katika mikutano hii. Zungumza nao, wasiishie tu kwa ajili ya mikutano hii, lakini wakaguse wazo la marejeo yako. Wapatie maneno yatakayotuinua, na wewe ulisema ikiwa utainuliwa juu utatuvuta sote kwako. Kambi hili likawa ni eneo ambapo tutatazama juu, kwa sababu tunakutumainia wewe tu. Asante kwa sababu utazungumza nasi tunapoahirisha mikutano hii. Nenda pamoja nasi, kesho turudishe tena, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Wakati tunaendelea kuketi kidogo, tuendelee kuketi kwa subira kidogo. Nimkaribishe sasa Mzee Israel Kamzora, mwenyekiti wetu wa makambi haya mwaka 2025, kwa sababu leo ni siku yetu ya kwanza